sana wenzangu kwa kuanzisha hili tukio muhimu sana kwetu. Na imani hili halitakuwa la kwanza na la mwisho. Kwa hiyo tutakuwa na utaratibu mzuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu yetu leo ambao ni mwanamke kama chachu ya mabadiliko inaakisi kweli usiopingika kwamba maendeleo ya taifa letu hayawezi kufikiwa bila kushirikisha nguvu, maarifa na hekima ya wanawake. Mwanamke ni kiungo muhimu katika maendeleo ya jamii, kiuchumi na kiutawala kama tulivyosikia unenaji wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika historia ya maendeleo ya duniani kote, wanawake wamekuwa mstari wa mbele kuleta mabadiliko katika nyanja mbalimbali ikiwemo familia, sekta binafsi na za umma, na hata katika vuguvugu la harakati za kijamii kwa maana wakati tunatafuta uhuru wa nchi. Tanzania tunajivunia kuwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi hii kubwa, bila ya kusahau wewe Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Bunge ya Dunia IPU, Mama Anna Makinda na Mama Githuda Mongella. Umekuwa viongozi na mifano ya namna ambayo mwanamke anaweza kuwa chachu ya mageuzi makubwa katika jamii na taifa letu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa uwepo wenu inatupa kazi rahisi sana kuelezea matatizo yetu kwamba timiza wajibu wako inawezekana, si kwa nadharia, kwa sababu kuna watu ambao wametangulia mbele yetu ambao wanaonyesha njia, na tunao hapa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Aidha, ujasiri huu unahamasisha wanawake wengine kujitokeza katika nafasi mbalimbali za uongozi na kuchangia maendeleo ya taifa. Sisi tunaamini kuwa mwanamke si mtazamaji wa maendeleo, bali ni mhusika mkuu wa mabadiliko haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutambua mchango wa wanawake, shirika la RED Tanzania limeweka mkakati wa kuhakikisha usawa wa kijinsia unaimarika na kwamba wanawake wanashiriki kamilifu katika shughuli zote za shirika, na kuanzia ngazi ya maamuzi hadi kwenye utekelezaji wa majukumu ya kila siku. Miongoni mwa hatua tulizochukua ni pamoja, ya kwanza, ajira na uongozi. Shirika limeweza kuajiri idadi ya wanawake 763 katika nafasi mbalimbali. Miongoni mwao wamo viongozi wahandisi, wamo mafundi wa reli, kwa maana ya viongozi wa nane. Tuna wahandisi 31, tuna mafundi wa reli 47, tuna mafundi mtundo, maana technicians 90, na madereva wa treni 4. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, tunataka kuongeza zaidi madereva wa treni, na hivi karibuni kama wiki mbili zilizopita tulikuwa tunatafuta madereva mbalimbali na tukatumia vyuo vyetu kupata watu ambao ni mahiri, na sehemu moja hapo ni kuhakikisha tunapata wanawake zaidi wengi kama madereva. Tunaamini kuwa mwanamke ana uwezo sawa na mwanaume katika kusimamia miradi mikubwa kama vile ujenzi wa kisasa wa reli ya kisasa ya standard gauge SGR. Kama nilivyosema, tuna meneja wanawake ambao wanasimamia hiyo miradi. Hasa tulikuwa na meneja wa mradi wa kipande cha 4 na meneja wasaidizi wa kipande cha 2 na cha 6, lakini hata kipande cha 2 ni kwamba tu yule dada kaenda kuongeza ujuzi masters, lakini tulikuwa pia na meneja mwingine katika kipande cha 2. Kwanza nitumie fursa hii kuwashukuru sana viongozi wa wakina mama wa TRC, na kwa hivyo uongozi mzima wa TRC kwa kunipa mimi fursa ya kuwa mgeni rasmi leo. Najua viongozi wako wengi kabisa wanawake, tena wengine wamenitangulia mbali sana, lakini mimi mmenipa heshima leo, ninawashukuru sana, asanteni sana. Lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa fursa sisi leo tuko hapa. Tunafurahi
tunafurahiana. Kwa hivyo hata zile kelele tunazozisikia si kelele hasa, ni vile tunazungumza kwa sababu tumefurahi kukutana, tumefurahi kuonana, na wengine hatujaonana muda, lakini Mungu ametuwezesha leo. Kwa hivyo naungana na waliozungumza kabla yako kumshukuru Mungu kwamba leo tuko hapa. Lakini pamoja na kunialika mimi kuwa mgeni rasmi, nafurahi kwamba jambo hili leo linadhihirisha kwamba sisi kama sehemu ya wanawake wa taifa hili tumekusudia kuambia ulimwengu kwamba sisi sio tu wanawake wafuasi wa mabadiliko, lakini sisi ni vinara wa kuyaasisi mabadiliko katika sekta zote za maendeleo, na TRC ikiwa sehemu ya hayo. Ndugu zangu, kongamano hili la muhimu sana linafanyika wakati ambapo Tanzania inaendelea kuonesha mafanikio makubwa katika kusukuma mbele ajenda ya maendeleo ya kijinsia katika maeneo mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwa mujibu wa ripoti ya Global Gender Gap ya mwaka 2024 iliyotolewa na World Economic Forum, Tanzania inashika nafasi ya 64 kati ya nchi 146 duniani ambazo wao walizitazama, ikiwa ni miongoni mwa nchi 10 bora Afrika katika jitihada za kufikia usawa wa kijinsia. Sasa jamani, ukitajua hapo 10 bora, hebu ongeza makofi kidogo. Kwa sababu pamoja na kwamba hatujafika tunapotaka kwenda, lakini ni dhahiri tumepiga hatua. Tumepiga hatua kikatiba, tumepiga hatua kisheria, tumepiga hatua kisera pia. Sasa kikatiba, mama zangu hawa wangepewa fursa ya kuzungumza, wangeeleza kihistoria tulianzia wapi. Lakini kwa kifupi, haikuwa rahisi. Hata leo tunazungumza habari ya bungeni kwamba tunayo 37%. Haikuwa rahisi kubadili katiba, kuweka asilimia isipungue 30 ya wabunge wote lazima wawe wanawake. Wako wanawake walipigana, lakini sio wanawake pekee, na wanaume waliowaunga mkono. Kwa hiyo leo tunao mama zetu wawili hapa ambao ni sehemu ya hao walioongoza mapigano hayo, ili sisi tuweze kukaa hapa tukimsikiliza spika ambaye ni mwanamke. Hapa haina uhusiano na kujishtukia jamani. Asanteni sana. Sasa tumepiga hatua na nikasema tuko kwenye 10 bora, kwa nini tujipigie makofi? Kwa sababu nyinyi mnajua nyumbani bana, wakati tunasoma shule ya msingi, hasa shule ya msingi, ilikuwa kama mkoa wa kwanza, wa pili, wa tatu, ukifika nyumbani ukiulizwa ehewe matokeo yanakuaje, unasema kwanza unaanza kutaja niko kwenye 10 bora. Si ndio kuna 10 bora jamani? Kwa Tanzania tupo kwenye 10 bora, na 10 bora si huwa tunatajwa jamani. Kwa lazima tujipigie makofi. Sasa ukiacha niliyosema usijishtukie kwenye hili nalo, sisi kama Tanzania kwa hatua tuliopiga tusijidharau. Tanzania tusijidharau. Wanawake tusijidharau. Hasa kipindi hiki ambacho tunaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anafanya vizuri, na leo naweza kusema pengine kuliko wanaume. Sasa haya yote tunajivunia kwa sababu sasa tunayo sera ya maendeleo ya wanawake na jinsia ya mwaka 2000 na sheria ya ajira na mahusiano kazini ya mwaka 2004 na sheria nyingi zinazungumza kuhusu haki hizi. Sasa mabadiliko mengi yametokea kwenye hii sheria, na hata hapa juzi mtakumbuka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limejaribu kufanya marekebisho kwenye ile likizo ya uzazi. Ama mjui kina mama wa TRC? Mnajua na ninawaona baadhi yetu hapa, mashallah, Mwenyezi Mungu amewajalia, tutawaona wajukuu wa TRC muda si mrefu. Makofi kwa kina mama.
TRC. Ndugu zangu, Tanzania inajivunia mafanikio makubwa katika kuwezesha wanawake kushiriki katika uongozi, hasa katika kazi zile za kufanya maamuzi. Na tunao mfano bora kabisa na tunao mfano hai kabisa ambao sasa tunaongozwa na mwanamke shupavu, mwanamke mahiri, mwanamke mwenye uwezo, Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza nchi hii. Sasa hapa ndugu yetu Kadogosa hajapata, kama ingekuwa sio tukio hili angekuwa anatueleza kipande hiki, pesa iliyoingia na kilianza lini, kitaisha lini. Yote hayo jamani, na hata sisi leo kukutanika hapa lazima tujue kuna kazi kubwa imefanywa. Na hii kazi hapa leo tuliokusanyika tunatambua mchango kubwa kabisa wa kukuza ajira ambao umefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, na baadhi yetu humu ndani tumeajiriwa kipindi ambacho yeye yuko madarakani. Makofi kwa rais. Sasa ndugu zangu, nitatoa hapa baadhi ya mifano ya nafasi ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa, lakini hajazitoa tu kwa wanawake. Kuna mwezeshaji mmoja hapa alisema, na nadhani ni pengine ni Kadogosa, ameeleza kuhusu wanawake wenye uwezo. Yaani sio kwamba wanaajiriwa tu kwa sababu yani wanawake tuongeze idadi. Hata sisi hapa tumeongezeka kutoka 147 mpaka 763 kwa uwezo wetu kama wanawake. Sio kwamba tumeajiriwa kwa sababu ni wanawake ili tuwepo. Tumeajiriwa kwa uwezo wetu. Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya nini? Baraza la mawaziri kwa sasa lina zaidi ya 30%. Makofi. Sasa hao mawaziri leo, kwa sababu ya kufupisha muda, hasa nikizingatia kwamba sahani zinatusubiri, alafu hapa tunataka tucheze kidogo, alafu mgeni rasmi mwenyewe amejiandaa na singo yake maalum ya kuimba leo. Kwa hiyo